Karibu, hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kubwa za ulimwengu kutoka huko nchini DRC kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Maendeleo chanya katika mazungumzo kati ya AFC na M23 yamejitokeza na wajumbe kutoka ofisi ya rais wa Kongo. Kwa mara ya kwanza pande hizo mbili zimewasiliana rasmi kuhusu mazungumzo hayo yaliyofanyika mjini Doha. Katika taarifa ya pamoja, wawakilishi wa DRC na wale wa AFC M23 walitangaza kwamba wamekubali kufanyia kazi kuhitimisha mapatano kwa nia ya kusitisha mapigano kikamilifu. Haya bado si makubaliano ya kusitisha mapigano wala sio mapatano. Katika hatua hii ni tamko tu la nia, taarifa ambayo pande zote mbili zinathibitisha makubaliano yao ya kufanya kazi pamoja kuelekea makubaliano. Kama ilivyoripotiwa hapo awali na Tanganyika TV, maandishi haya yalikuwa tangu Aprili 17, iliandaliwa siku 4 baada ya kumalizika kwa majadiliano ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa Kinshasa na wale wa AFC na M23. Kilichokosekana ni idhini rasmi ya Rais Felix Tshisekedi. Sasa imefanyika kama ilivyosubiriwa baada ya hapo jana usiku rais wa Kongo kukubali, ambapo hati ilichapishwa mara moja kwa pande zote kwa pamoja na pande zote mbili. Hatua inayofuata sasa ni wakati wa kuheshimu ahadi zilizotolewa kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya kweli na muhimu. Miongoni mwa ahadi hizi ni kutotumia kauli za vitisho na kuonyesha nia ya dhati ya kuunda hali ya hewa inayofaa kwa mazungumzo. Mazungumzo yanayotarajiwa lazima yalenge kulingana na pande zote mbili juu ya sababu kuu za mzozo na njia madhubuti ya kurejesha amani katika maeneo ya mashariki. Tangazo hili linakuja siku moja baada ya mkutano kati ya waziri wa nchi wa Qatar Mohamed anayehusika na swala hilo na Masadi Bouraz, mshauri mkuu mpya wa White House kwa Afrika. Mkutano huu ni sehemu ya juhudi za pamoja za kuondoa uhasama wa kudumu katika kanda. Rwanda na Ubelgiji zimekaribisha tamko la serikali ya Kongo na waasi wa AFC na M23 kwamba wanataka usitishwaji mapigano. Kwa sasa hii ni tamko la nia, lakini bado linaleta matumaini. Hii ni mara ya kwanza kwa pande hizo mbili kutoa taarifa rasmi kufuatia mazungumzo yao nchini Qatar. Hili bado si suluhu wala si usitishaji mapigano, bali ni tamko la nia. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari iliyochapishwa siku ya Jumatano, Aprili 23, serikali ya DRC na AFC na M23 walisema kuwa walikuwa na majadiliano ya wazi na yenye kujenga. Wanasema wamekubali kufanya kazi pamoja ili kuhitimisha suluhu ambayo itawezesha kuanzishwa kwa usitishaji vita unaofaa. Pia wanasema wako tayari kuheshimu ahadi zote kabla ya kufungua mazungumzo ya kujenga ambayo yanastahili kushughulikia sababu kuu za mgogoro. Taarifa hiyo ilisainiwa na mkuu wa ujumbe wa serikali Papi Mbuyi Kanguvu na msemaji wa kiraia wa AFC na M23 Lawrence Kanyura. Tangazo hilo lilitolewa baada ya mkutano kati ya waziri wa nchi wa Qatar Mohamed Ali Kuraif ambaye anasimamia swala hilo na mjumbe wa Marekani kwa Afrika Masadi Bouraz. Ishara kwa baadhi ya watu ya shinikizo lililotolewa na Washington kufikia suluhu la kudumu la mzozo huo. Kama mpatanishi katika mgogoro huu, Qatar inakaribisha maendeleo haya. Inatoa wito kwa Kinshasa na AFC na M23 kuendeleza mazungumzo katika moyo wa kujenga. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa makubaliano kati ya DRC na Rwanda baada ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 kukubaliana kuhakikisha vita vinasitishwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema waziri Rubio atatia saini mkataba unaoonyesha utaratibu wa kusuluhisha mvutano kati ya nchi hizo mbili ambazo uhusiano wao wa kidiplomasia umeyumba kati yake na mwenzake wa Rwanda Olivier Nduhungirehe na Therese Kayikwamba Wagner wa DRC. Hata hivyo, maelezo ya kina kuhusu kitakachosainiwa hakijawekwa wazi, lakini inakuja siku moja tu baada ya waasi wa M23 na wawakilishi wa serikali ya Kinshasa waliokuwa wanakutana jijini Doha
kukubaliana kuendelea kushirikiana ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Haya yanajiri pia wiki moja baada ya Masadi Bouros, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, kufanya ziara ya kikanda na kuiambia Rwanda kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa DRC na kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imeomba msaada wa Marekani kusaidia kurejesha amani mashariki mwa DRC na kuingia kwenye mkataba kuhusu biashara ya madini. Nchini DRC, vuguvugu la kiraia la Lucha pamoja na kukaribisha juhudi zote zikiwemo za Katari kumaliza mateso ya raia, linaeleza kuwa mazungumzo ya hapo awali ya waasi wenye silaha wanaoungwa mkono na mataifa ya kigeni hayajaweza kuleta amani nchini Kongo. Lucha inaonya dhidi ya mkataba wa amani ambao hulipa wahalifu kwa gharama ya wahasiriwa. Upinzani wa kisiasa pia kwa tahadhari unakaribisha tamko hili na uwezekano wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, muungano wa Lamka unaonyesha kuwa hii ni hatua ya kwanza tu kuelekea mazungumzo jumuishi kati ya Wakongo ambayo lazima yalete utatuzi wa migogoro mbalimbali nchini. Maoni yaliyoshirikiwa na Envol, chama cha Del Sesanga, ambacho kinakaribisha hatua muhimu mbele, lakini pia kinasisitiza juu ya hitaji la mkataba wa kijamii wa kujenga upya muundo wa utangamano wa kitaifa. Naye waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amebaini kwamba tamko hili la pamoja linajumuisha hatua muhimu hata ya maamuzi kuelekea amani ya kudumu mashariki, ili mradi, anaongeza, litekelezwe kwa nia njema. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinalenga kupata mkataba kufikia tarehe 2 ya mwezi Mei utakaosaidia kurejesha tena uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ulioyumba kutokana na utovu wa usalama mashariki mwa DRC. Siku ya Ijumaa, mawaziri wa mambo ya nje kutoka DRC na Rwanda walitia saini mkataba wa kila nchi kuheshimu mipaka ya mwenzake na kuendeleza mashauriano ya kumaliza tofauti zao miongoni mwa mambo mengine. Mkataba huo ulitiwa saini chini ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, huku wakilishi wa nchi hizo mbili Therese Kayikwamba Wagner kutoka DRC na Olivier Nduhungirehe wa Rwanda, ambao baada ya kutia saini maelewano hayo hawakusalimiana. Haya yamejiri siku mbili tu baada ya serikali ya DRC na waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda, kwa mujibu wa ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa, nao kukubaliana kuendelea na mazungumzo ya kuhakikisha kuwa vita vinakomeshwa mashariki mwa DRC. Wakati hao yakijiri, mashirika ya kiraia yamelaani kuachwa nje kwenye jitihada za kuleta amani. Jonas Tishombela, rais wa muungano wa mashirika hayo, amesema kinachoendelea ni kujadili mambo yanayowahusu raia wa kawaida bila ya kuwashirikisha wawakilishi wao na kuhoji ni kwa nini mazungumzo hayo yanafanyika kwa siri. Katika taarifa nyingine, shirika la madaktari wasio na mipaka linapaza sauti baada ya mmoja wa wafanyakazi wake kuuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake jioni ya Aprili 18 mashariki mwa DRC. Muuguzi katika hospitali kuu ya Masisi ni mfanyakazi wa pili wa MSF kupigwa risasi katikati ya Masisi chini ya miezi miwili. Pia ni mfanyakazi wa tatu wa MSF kupoteza maisha kwa kupigwa risasi tangu mwanzoni mwa mwaka katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mfanyakazi wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF aliuawa kwa kupigwa risasi Aprili 18 mashariki mwa DRC na mtu aliyekuwa na silaha. Shirika hilo lisilo la kiserikali limesema katika taarifa siku ya Alhamisi Aprili 24, likiwataka wanamgambo na wanajeshi wa Kongo kukomesha ghasia dhidi ya raia na wafanyakazi wanaojitolea kusaidia raia kutoka mashirika ya kihisani. Mwishoni mwa mwezi Februari, mfanyakazi mwingine wa shirika hilo la kibinadamu alifariki baada ya kujeruhiwa vibaya na risasi wakati wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya kundi la waasi la M23 na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Matukio yote mawili yalitokea Masisi, mji wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Mashariki mwa DRC, eneo lenye utajiri wa maliasili na linalopakana na Rwanda, limekuwa likikumbwa na migogoro kwa miaka 30. Ghasia zimeongezeka katika miezi ya hivi majuzi
baada ya miji mikuu ya Goma na Bukavu kudhibitiwa na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Kigali. Siku ya Ijumaa Aprili 18, wanaume wawili waliovalia sare za kijeshi wakiwa na bunduki za kivita waliwashambulia na kuwanyang'anya mali zao raia katika mji wa Masisi kabla ya kuvunja nyumba ya mfanyakazi wa MSF ili kupora mali zake. MSF imesema bila kutaja jina la mwathiriwa. Watu hawa wenye silaha walitumia silaha zao na kumjeruhi vibaya mfanyakazi wa MSF ambaye alipigwa risasi 2 kifuani. Limeongeza shirika hilo ambalo limerekodi takriban matukio 15 tangu mwezi wa Januari yakiathiri timu zake au mashirika yanayoliunga mkono. Akinukuliwa katika taarifa kwa vyombo vya habari, mwakilishi wa MSF nchini DRC, Emmanuel Lampert, anazungumzia majanga yasiyokubalika ambayo hayapaswi kurudiwa. Hata mbali na mstari wa mbele, ukosefu wa usalama upo kila mahali, ameonya Mathilde Gueho, mkuu wa programu za MSF huko Kivu Kaskazini. MSF ina takriban ya wafanyakazi wapatao 3,000 wa ndani na nje ya nchi nchini DRC. Na huo ndio mwisho wa habari zote za ulimwengu kubwa kutokea hapa Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Kwa habari zaidi, endelea kukaa karibu nasi kwenye Facebook pamoja na YouTube. Tupate kama Tanganyika TV. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.